Asante kwa kuendelea kwa nasi. Huu ni Mshike, lakini usisahau pia kuungana nasi kwenye kurasa zetu mbalimbali za mitandao ya kijamii, Facebook, Instagram pamoja na X, zamani Twitter. Huko tunapatikana kwa jina la Azam TV TZ, lakini usisahau kuungana nasi kwenye ukurasa wetu wa Instagram wa michezo Azam TV Sports. Huko unaweza kutuandikia maoni yako na tutakuja kuyasoma hapa kupitia Mshike hii leo. Mabingwa wa kandanda Tanzania Young African Sports Club wametoa suluhu dhidi ya Mbeya City FC kwenye mchezo wa ligi kuu ya NBC uliochezwa leo jioni katika uwanja wa kumbukumbu ya Sokoine jijini Mbeya. Hii ni suluhu ya kwanza kwa wananchi Young Africans kwenye msimu huo mwaka 2025-26 baada ya kuanza na ushindi katika mchezo wa kwanza wa ligi kuu ya NBC wakishinda magoli 3-0 dhidi ya Pamba Jiji. Ushindi wa leo umeifanya Yanga inayoonolewa na Mfaransa Romain Folz ishike nafasi ya pili kwenye msimamo wa ligi kuu ya NBC ikiwa na alama 4 nyuma ya vinara Singida Black Stars wenye alama 6 kileleni. Naam, mbali na hilo ni salia hapo kwa upande wa mashabiki wa Young Africans. Wao wametoa maoni yao baada ya mchezo huo kumalizika, wengi wao wakionekana kutoridhishwa na kiwango cha sasa cha timu yao. Pamoja na maoni hayo, mashabiki hao wamekuwa na maoni tofauti, lakini pia meneja wa habari na mawasiliano wa klabu hiyo Ali Kamwe amesema ni mapema sana kukata tamaa, huku akieleza kwamba swala la kocha Romain Folz kuwa kila upande utawajibika wakati ukiwadia. Mwandishi wetu Kakuru Msimu anaripoti zaidi. Matokeo haya yamepokelewa kwa hisia tofauti na mashabiki wa Dar es Salaam Africa ambao kimsingi hawakuridhishwa wala kufurahishwa na hii tu ni kufuatia sare tasa ambayo wamepata kwenye uwanja huu wa kumbukumbu ya Sokoine, wakidai kwamba umekuwa uwanja mgumu kwao kupata matokeo haya ambayo kimsingi sio rafiki kwao. Kutokeana na mechi ya leo, ili swala tukiwa kama wadau, swala hili limetuuma sana, na kutokana ni mpira na tutafanyeje, matokeo kama yalivyotokeo inatuuma, lakini tumekubaliana kutokana mpira ni matokeo matatu, ila kutokana na Mbeya City tumetoka nao sare, tunawapa shukrani. Hivyo tutapambana kwenye game inayofuatia na inshallah Mungu atasaidia, maisha mengine yataendelea. Kama shabiki ndegedege wa Yanga nimepokea kwa kimchezo, linaumiza, lakini nimelipokea vizuri kwa sababu michezo bado iko mingi. Michezo iko mingi sana, michezo 30, maana yake tumebakiza michezo 28. Kwa hiyo tunaweka kubeba ubingwa tena, kutetea kombe letu la ubingwa. Kitu kilichofanya tukose matokeo, tumepata nafasi tumeshindwa kuzitumia. Nadhani kwanza wachezaji wametoka kwenye mechi kubwa za kimataifa. Nadhani wana uchovu. Ukizingatia wampumzika siku 2 tu. Hicho ndo cha kwanza. Cha pili, nadhani uwanja. Wachezaji wengi ni wa kigeni, wameshazoea uwanja wao wa kunata ule. Ila nadhani mimi bado sijakata tamaa, na imani na timu yangu Yanga bingwa. Kwa upande wa msemaji wa Dar es Salaam Africa Ali Kamwe, yeye amesema kelele za mashabiki kutaka kocha mkuu wa kikosi hiki Romain Folz aondoke sio jukumu lake, na ambapo amesema kila upande una jukumu lake. Kwa upande wa mashabiki, uongozi na kila mtu anahusika kwenye kitengo chake, yeye mwenyewe analo jukumu la kuwajibika kwenye eneo hilo. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, tumepata alama 1 hapa Sokoine. Umekuwa uwanja mgumu kama historia inavyoonyesha, na Mbeya City ameendelea kuwa mpinzani sumbufu. Ni mechi ya pili tumepata alama 1, maana mechi ya kwanza ya ugenini kupata alama 1. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, tunarudi kwenye uwanja wa mazoezi kwenda kupanga. Ligi bado ni marathon, bado mapema sana. Tuli kujipanga, tuangalie wapi tu improve kwa ajili ya kutafuta matokeo mazuri inshallah kwa mechi zijazo. Kila party play pati yake. Mashabiki wana pati yao ya kuplay, uongozi una pati yake ya kuplay, players wana pati yao ya kuplay, na benchi la ufundi vile vile na pati yao ya kuplay. Kwa hiyo kila mtu akae kwenye nafasi yake, kama kuna maamuzi uongozi utakuja kuwajuza, wala hakuna haraka na hilo. Licha ya kuambulia alama 1 kwenye mchezo wa leo, mashabiki na wapenzi wa timu ya Yanga wamesema ni mapema sana kuikatia tamaa timu yao, kwani wanaamini katika michezo ijayo watapata alama 3 na kufurahisha nyoyo zao. Kakuru Msimu, Azam Sports, Mbeya. Kwa upande wa mashabiki na viongozi wa Mbeya City FC, kwao ni furaha kubwa baada ya kupata alama 1 muhimu dhidi ya mabingwa watetezi wa ligi kuu NBC Young African Sports Club kufuatia matokeo ya suluhu katika uwanja wa kumbukumbu ya Sokoine pale Mbeya. Kwa mara nyingine tena mwandishi wetu Kakuru Msimu anaarifu zaidi kuhusiana na hilo. Dakika 90 zimetamatika katika dimba hili la kumbukumbu ya Sokoine, na ikiwa ni sare tasa kati ya wenyeji Mbeya City hali kadhalika Dar es Salaam Young Africa ambao wametoka suluhu ya bila kufungana. Na mara baada ya mchezo huo nimefanya mahojiano na baadhi ya mashabiki wa Mbeya City ambao kimsingi wanaweza kwamba sare hii tasa ni ushindi kwao ikilinganishwa na timu waliocheza nayo. Kiuhalisia tuwashukuru sana Azam
tunaangalia matangazo ya kitu kwa tunakuja kujionea dhahiri. Kiuhalisia mpira wa leo tumeuona. Mbeya City wamejitahidi, Yanga walijaribu kutaka kupata ushindi, lakini Mbeya City walikuwa imara sana. Sisi tuwatakie kila la heri kwenye ligi kuu, na hii ndio ile Purple Nation ambayo tunaitazamia kwenye taifa letu. Sisi kama wananchi wa Mbeya na mashabiki wa Mbeya City tumeenjoy japo lakini vivyo tumeenjoy. Niseme ninayo furaha, lakini pia kwa namna fulani nahuzunika kwa sababu mchezo ulikuwa wazi. Mchezo ulikuwa Mbeya City tushinde mapema tuchukue pointi 3. Lakini tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa hii sare, lakini kubwa zaidi namna ambavyo timu imecheza kwa nidhamu, imeheshimu timu kubwa, lakini kubwa zaidi namna ambavyo wana Mbeya wamejitokeza kusupport timu yao. Wana Mbeya ambavyo wamehamasika kuja kusupport timu yao ya Mbeya City, wameiona Mbeya City ambayo walikuwa wanaitaka. Kubwa zaidi mimi niombe wachezaji wa Mbeya City na technical bench iendeleze hii spirit mpaka mwisho. Yaani iwe ni bila kuchoka kama kawa. Yanga ni timu nzuri, Yanga ni timu kubwa. Kwetu sisi sare ni faraja kubwa. Tuwapongeze wachezaji wamejituma, benchi la ufundi. Lakini tunamshukuru CEO, tunaona timu inacheza, timu ina mipango, timu ina morali. Kwa hiyo timu zote zinazokuja hapa zijipange kupata pointi. Naamini tutachukua pointi 3 kwa kila timu ya ligi kuu. Umeona namna gani hasa watu walivyotoka pale ICU wakiwa wanapumulia mashine. Na nilisema kwamba tunakwenda kucheza na watu bila kujalisha umri, wala ni Ali akapepesa macho akasema wao wazee. Imethibitishwa kweli wazee leo tumepima umri na tumeona shughuli hii. Hii ni mechi yetu ya 3, angalia ya 5 na ya 6 mbele itakuwaje, alafu waje tunawafuata kwao. Kuna kitu kimoja, kushangilia sio kushangilia sare tu. Kwa mtu ambaye anapenda mpira anashangilia hata performance pia. Hii mechi yetu ya 3 sasa tunacheza. Tulivyoanza na tulipo kuna utofauti, kwa maana ya kwamba kila siku tunavyokwenda tunazidi kupiga hatua. Kwa hiyo hatua ambazo zinakuja mbele zitakuwa kali zaidi na waone huruma ambao tunawakuta mbele. Alama moja iliyoipata kwenye mchezo huu wa leo katika dimba hili la kumbukumbu ya Sokoine inaifanya Mbeya City kufikisha alama 4 kibindoni. Ni matumaini ya mashabiki ambao kimsingi wameondoka na furaha, na hii tu ni kufuatia sare tasa iliyoipata dhidi ya mabingwa tetezi Dar es Salaam Young Africa. Kakuru Msim, Azam Sports, Mbeya. Katika hatua nyingine kocha mkuu wa Mbeya City Malale Hamsini na nahodha wa kikosi cha Eliud Ambokile pamoja na mlinda mlango wa timu hiyo Beno David Kakolanya wamesema mchezo ulikuwa mgumu licha ya kuambulia alama moja. Wakizungumza mara baada ya mchezo huo kumalizika, wamesema walitamani kupata alama zote 3 lakini wameambulia alama moja, hivyo watafanyia kazi mapungufu yaliyojitokeza ndani ya dakika hizo 90. Jambo ni la kumshukuru Mwenyezi Mungu, lakini jambo la pili ninawashukuru zaidi ni wachezaji wangu, walifuata ni maelekezo yangu, ni ambapo tumeyafanyia kazi na ndio maana tumepata ni alama moja kwenye timu moja ngumu na timu bingwa ni ya nchi hii. Yani ni kwa mdeo hatuihesabu tena, ni mechi ya Yanga tayari imeshaita, sisi ni akili zetu, ni mechi ya tarehe 18 zidi ya KMC. Tulikuwa na approach ya kushinda mechi hii tupate pointi 3 zidi kwa sehemu nzuri, lakini haikuwa hivyo. Tumepata pointi 1, sio haba kwa sababu ni mpira na timu tulikuwa tunaheshimu. Nafikiri nao pia wamejiuliza kutarajia kichotokea, na pia plani ya mwalimu alikuwa ameipanga toka mwanzo, nafikiri tumeifanya vizuri. Tunashukuru Mungu kweli, mchezo wa pili tulifungwa, lakini tulikuwa na makosa tulifanya na mwalimu amekuja kuwafanyia kazi. Na ukiangalia tungefanya makosa kama mechi iliyopita nafikiri tungefungwa, lakini ameyafanyia kazi na pia anaendelea kufanyia kazi kwa ajili ya mechi zinazokuja ili tuende kufanya vizuri zaidi. Mechi ilikuwa ngumu, na waheshimu Yanga na timu yangu pia ilikuwa na waheshimu Yanga, na ndio maana tumecheza kwa nidhamu kubwa ambacho mwalimu alikuwa amekifundisha, na kwamba hatukutarajia kwamba watufunge, lakini tulikuwa tunahitaji tushinde, lakini bahati mbaya ndio hivyo, lakini kikubwa ilikuwa ni nidhamu ya mchezo ambao mwalimu alikuwa ametupa. Tutambue kitu kimoja, huwa sisi siku zote tunajiandaa kwa ajili ya ligi. Hii ligi ina mzunguko mkubwa sana. Huwa kila mechi tunajiandaa, lazima tuwe aggressive kwa sababu ni ligi ni ndefu. Uwezo kujiandaa kwa ajili tu ya Yanga. Unajua ukiwa unajiandaa kwa ajili ya mechi moja, lazima itakuwa tu ugumu mbele huko. Lakini sisi ukiangalia hata mechi ya kwanza tuko tunaanza. Umeona tumecheza mechi ya kwanza tukapata pointi 3, mechi ya pili ilikuwa so bahati kwetu tukapoteza, lakini kama hii hapa tumepata pointi 1. Lakini lengo letu sisi ilikuwa ni pointi 3. Umeona, lakini watu wanapokuwa wanasema labda tunacheza kwa sababu tulikuwa tunacheza na Yanga tumepania, hapana. Wakiangalia mechi zingine zote za nyuma ukiangalia na tulicheza vizuri sana, nafasi nyingi tulizipata. Ndio kama ninavyosema ilikuwa haikuwa bahati, tulipata nafasi nyingi sana tulikosa. Lakini hilo pia niwashukuru wachezaji pia na benchi la ufundi wamejitolea sana kwa sababu ilikuwa ni kuhitaji pointi 3, lakini so haba imepatikana moja. Tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa hilo chache. Mashabiki mimi nawakaribisha kwa mechi zilizopo mbele huku, wazidi kutusupport. Bila wao hatuwezi kufanya kitu chochote. Wao ndio wanafanya sisi tuweze kufanya vizuri uwanjani. Kwa hiyo wasichoke na sisi tutazidi kuwapa burudani nzuri.
Tuwageukia Singida Black Stars sasa ambao rasmi wamepanda kileleni mwa msimamo wa ligi kuu ya NBC Tanzania bara baada ya kuibuka na ushindi wa goli 1-0 dhidi ya Mashujaa kwenye uwanja wa KMC Complex Dar es Salaam. Ushindi huo unawafanya wafikishe alama 6 zilitokanazo na ushindi mfululizo kwenye mechi zake 2 walizocheza mpaka hivi sasa. Mwandishi wetu Hadija Alifa anaarifu zaidi. Dakika 90 za mchezo nambari 21 ligi kuu soka Tanzania bara zimetamatika hapa katika uwanja wa KMC Complex baina ya wenyeji Singida Black Stars dhidi ya Mashujaa FC wana wa mapigo na mwendo, huku Singida ikibuka na ushindi wa goli 1-0, goli ambalo limeweka kambani na mchezaji nambari 39 mgongoni Elvis Rupia mnamo dakika ya 45. Ingiza ndani huku, bado yanasagasaga. Nafasi ile kwa Shakei. Piga na wako ndani ya nyavu Elvis Rupia. Tuwashukuru wapinzani wetu kwa kutupa game nzuri, game ya ushindani, lakini pia tuwapongeze kwa sababu tuwapongeze wachezaji wetu kwa sababu kucheza na timu aina ya Mashujaa ni timu ngumu sana. Kwa watu wa mpira wananielewa. Mashujaa ni miongoni mwa timu ngumu sana kuzifunga. Mashujaa hawa kabla ligi haijaanza tulipata nao mechi ya kirafiki hapa KMC na game ilikuwa tough, tukatoka sare. Kwa hiyo hii kuwafunga na kuchukua alama zote 3 muhimu ni ushindi. Hayo masuala ya tumetengeneza nafasi ngapi, tumetumia ngapi ni masuala ya kiufundi. Kocha na benchi lake la ufundi watarudi kwenye meza ya mchoro na kuangalia wapi ambapo pa kurekebisha. Kwenye uwanja wa mazoezi wataenda kufanya masahisho. Lakini sisi wana Singida, furaha yetu ni kupata ushindi. Nahisi tu ni uchovu, maana unajua hatujapumzika, afu jua ni kali sana. Pia na uwanja ukiangalia ni nyasi kama hivi, jua likiwaka unakuwa unachoma, yani kila mtu anakuwa anachoka. Kwa hiyo sometimes tu ni uchovu na wana fatigue za mechi. Mcheza mechi juzi siku 1-2 kama hivi leo mechi. Kwa hiyo mimi siwezi kulaumu sana mastreka wangu kwa sababu najua kabisa kila mtu kachoka, lakini mwalimu pia anatupush bana, jitahidini tumalize mechi hii moja, tutoipata inatosha, tu maintain, tusiruhusu goli. Mechi ilikuwa ngumu kiufundi na kila kitu kwa sababu wenzetu wamejiandaa na sisi tulijiandaa. Kwa bahati mbaya tumepoteza. Tulipokosea wao wamepatia, kwa hiyo mpira una matokeo matatu: kushindwa, kudraw na kufungwa. Kwa hiyo tumefungwa. Mchezo unaofuata Singida Black Stars inatarajia kutamba nyumbani ikikaribisha TRA United, mchezo ambao utachezwa Novemba 3. Lakini pia kwa upande wa Mashujaa FC inatarajia kukipiga ugenini dhidi ya Pamba Jiji Football Club, mchezo ambao utachezwa Oktoba 17 katika dimba la CCM Kirumba jijini Mwanza. Na michezo yote itakuwa mubashara kupitia kisimbuzi chetu cha Azam TV. Hakikisha unalipia kwa wakati ili kuweza kufurahia burudani hizo. Nikiripoti kutoka hapa katika dimba la KMC Complex Mwenge jijini Dar es Salaam, Khalid Khalifa, Azam Sports. Tukisalia hapo, baadhi ya mashabiki wa timu ya Singida Black Stars wameendelea kuvutiwa na soka safi linaloonyeshwa na timu yao msimu huu wa mashindano. Maboresho makubwa kikosini, ujio wa nyota wenye rekodi na uzoefu mkubwa kimataifa, pamoja na uwepo wa kocha mwenye historia safi na ubingwa wa ligi kuu ya NBC vimetosha kuaminisha kuwa huu unakwenda kuwa msimu bora kwao. Wakizungumza mara baada ya kuiona timu yao ikicheza KMC Complex Dar es Salaam dhidi ya Mashujaa FC, wanasema timu yao imekamilisha jukumu lililosalia, sasa ni kutimiza majukumu yao nje ya uwanja. Mchezo kati ya Singida Black Stars pamoja na Mashujaa ilikuwa ni mechi nzuri. Ilikuwa ni mechi nzuri na ni mechi tough kwa sababu kila mtu amejipanga mwaka huu. Tumeshuhudia mechi nzuri yenye kufurahisha. Wachezaji wamejituma. Technical bench zote mbili zimejitahidi kadri ya uwezo. Lakini mwisho wa siku yule aliyekuwa amejipanga vizuri ndo amepata matokeo. Naiona ikifanya vizuri hasa katika ligi za kimataifa. Confederation hii itajitahidi, itafanya vizuri kwa sababu haijawahi kufika raundi hii. Kwa hiyo kwa safari kidogo inatuonyesha kama Watanzania ni kiasi gani walivyojizatiti, walivyojipanga. Mwaka huu wamedhamiria, na waomba wanasingida wenzangu tuisupport timu yetu. Cheza vizuri, japo game ilikuwa ni ngumu kwa pande zote mbili. Ilikuwa hakuna timu ambayo ilikuwa na wakiwa moja kwa moja kuondoka na matokeo siku ya leo. Kwa sababu kwenye mwanzoni kabla game haijaanza tulitarajia labda game Singida angedominate sana, lakini naona Mashujaa amekuja kuleta changamoto, ikawa ni game ngumu sana ambayo ilihitaji nguvu ya ziada kuweza kupata matokeo siku ya leo. Ya mchezo kwa ujumla upande wa Singida Black Star ni mchezo mzuri ambao unavutia. Ni timu ambayo inaleta ushindani mkubwa. Hata naweza nikasema wasipokaa vizuri hata vilabu vikubwa vya Tanzania, Simba na Yanga, Azam wake chonjo. Huu ni mshike, endelea kuwa nasi usiondoke.
Asante kwa kuendelea kwa nasi. Muda huu tuangalie sasa kile ambacho umetuandikia kupitia kurasa zetu mbalimbali za mitandao ya kijamii, na hii ni kutokana na kile ambacho umetuandikia kupitia kurasa wetu wa Instagram pamoja na Facebook. Huko swali tulikuwa tumeuliza, NBC Premier League imeanza kuchangamka, Mbeya City dhidi ya wananchi Young Africans, hakuna mbabe, Singida Black Stars atakata KMC Complex. Nini maoni yako? Swali limeuliza hivyo, tuangalie kile ambacho umetuandikia kupitia kurasa zetu hizi. Tukianza na moja kati ya kurasa ni Instagram sasa, Azam TV Sports. Tuone, huyu anaitwa Jafari Kopo. Anasema ni dhahiri ligi ya msimu huu itakuwa ngumu, maana kila timu inaonekana kujiandaa kikamilifu. Sio ajabu bingwa akawa ambaye hakutarajiwa. Lakini Samiu B Ausi, yeye anasema hii ndio maana halisi ya ligi namba 5 kwa ubora Afrika. Tunahitaji kuona ushindani huu kwa msimu mzima, isiwe tu kwa kukamia vilabu vikubwa tu. Haya bana. Lakini anaitwa Dave Mbisi anasema game hii ilikuwa ni ya wachezaji wa mtumba kama kina Chikola, hata Edmund alichelewa kuingia. Game za mabisho ni kwa Mkapa. Ni maoni yake hayo Dave Mbisi. Lakini baada ya hapo tuangalie maoni mengine kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Tuone nini ambacho umetuandikia. Na sasa ni Facebook Azam Sports. Anaitwa Johnson, anasema kutoka Mpemba Shop Mbuga. Anasema mechi kati ya Yanga na Mbeya City haijawahi kuwa nyepesi, lakini hiyo haileti maana kwamba Yanga ni mbovu. Hapana, bado nafasi ipo ya kushinda mechi zijazo. Maoni yake Raymond Simeoni anasema hata kama Yanga imepata sare leo, bado ina kazi kubwa ya kufanya kuboresha kikosi chake. Mfano pale katikati hakuna combination nzuri, hata forward yake bado haipo sawa, ila bado Yanga bingwa. Mustafa Koshuma yeye anasema ligi ya mwaka huu ni ngumu na watu wasiende uwanjani na matokeo yao, na mechi za hao wanaojiita wakubwa ugenini zitakuwa ngumu na za kutamiwa. Ni maoni yake hayo ameandika kwenye ukurasa wetu wa Facebook, miongoni mwa maeneo ambayo una haki ama una nafasi ya kushare nasi maoni yako, na tutakuja kuyasoma ama kuyapitia hapa kupitia mshike hii leo. Tuendelee kuangazia mengine tulionayo mezani. Kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba kimefanya mazoezi yake ya mwisho katika uwanja wake wa nyumbani Bunju Arena leo jioni, tayari kwa ajili ya kuivana Mungo FC hapo kesho. Simba majira ya saa 2:15 usiku itakuwa uwanja wa Benjamin Mkapa kualika wauaji hao wa kusini kwenye mwendelezo wa ligi kuu ya NBC Tanzania bara msimu huu. Ni karata ya pili kwa wekundu wa Msimbazi Simba msimu huu mara baada ya kuanza na ushindi mnono wa magoli 3-0 dhidi ya Fountain Gate, wakizidiwa alama 1 na Namungo wenye alama 4 walizovuna kwenye mechi 2 walizocheza mpaka hivi sasa. Miongoni mwa mechi zenye msisimuko katika ligi kuu kwa msimu yote ni hii ya Simba na Namungo, ambapo pamoja na mambo mengi Simba wanakiri kuwa huwa wanapata matokeo kwenye mazingira magumu mno. Haya yamebainishwa mapema leo na kocha msaidizi wa kikosi hicho Selman Matola pamoja na mchezaji wake Anthony Mligo wakati walipokuwa wakizungumza na waandishi wa habari kuelekea mchezo huo hapo kesho. Tulitengeneza nafasi nyingi sana katika mchezo wa kwanza dhidi ya Fountain Gate, na nafasi chache tulizigeuza kwa magoli. Kwa hiyo tulirudi katika uwanja wa mazoezi baada ya mechi ile. Pale tulikuwa tuna mechi ya international, kwa hiyo focus yetu tena ilikuwa kwenye international mechi. Tumerudi jana kwa ajili ya mazoezi kwa ajili ya mchezo wa kesho. Kiukweli tumeweza kufanya marekebisho hayo, na leo tuna session ya mwisho kabisa. Tutaendelea kuhakikisha nafasi tunazozipata kesho basi ziwe ni magoli. Tulichojiandaa ni kusikiliza maelekezo kutoka kwa benchi la ufundi. Benchi la ufundi limeangalia Namungo jinsi wanavyocheza, na sisi wenyewe tumepata muda wa kuangalia kwenye mechi zao 2 ambazo wamecheza wakiwa nyumbani. Ni timu ngumu, ni timu nzuri kama nilivyosema awali. Wana benchi la ufundi nzuri na wachezaji wazoefu pia. Kwa hiyo kwetu sisi kitu ambacho tumejiandaa nacho ni kupokea yale ambao walimu wameona ni mapungufu kwa wapinzani wetu kesho ambao ni Namungo. Kwa hiyo sisi tupo tayari na tunaamini inshallah matokeo yatakuwa mazuri kwa upande wetu kesho. Namungo FC ama wauaji wa kusini pamoja na kuwa na miongoni mwa wapinzani wagumu kwenye mchezo dhidi ya Simba, lakini hawajawahi kuonja radha ya alama 3 za ushindi mbele ya wekundu hao wa Msimbazi. Hivyo wataingia kwenye mchezo huo wakiwa wanasaka rekodi mpya, na tayari wameshalifanyia kazi hilo kwenye uwanja wa mazoezi kama anavyothibitisha wakati wakizungumza na waandishi wa habari mapema hii leo. Ni kwamba mechi iliyopo mbele yetu tunajua umuhimu wake. Tunatambua na tunafahamu tunacheza na timu ya aina gani, yenye wachezaji wa aina gani, wenye uwezo wa aina gani. Kwa hiyo tukienda kwenye kanuni hasa za fair play, kwanza tunawaheshimu Simba kama kanuni inavyotaka, lakini tuko tayari kucheza na Simba kesho, tushindane. Baada ya mchezo wa kesho, hayo matokeo mengine tutajua, wote tutajua, au sio?
Vinginevyo hapa tuingie kwenye kazi ya taaluma ya utabiri. Nani ana taaluma hapa? Nani mjukuu wa Sheikh haya hapa ambaye anaweza katabiri? Ninachoweza kuambia ni kwamba tumejiandaa vizuri kuja kushindana na Simba, tunaiheshimu Simba, tunaitambua Simba, uwezo wake na ubora wake, na ndio maana sisi tumefunga safari kutoka Ruangwa kuja kucheza na Simba kesho. Kwa hiyo kimsingi ni kwamba maandalizi ya kucheza na timu nzuri kama Simba yamekamilika. Tuombeane heri tu inshallah. Mungu atujalie tulale salama, tuamke salama. Kesho watu wakapate burudani. Katika mchezo wa kesho sisi kama Namungo tumejiandaa vizuri. Tumepata muda mrefu wa kufanya mazoezi tangu tumecheza mechi yetu ya mwisho. Kubwa tunaloomba tuamke salama na tuweze kukutana uwanjani salama na kucheza mechi yetu salama. Kikubwa sisi tumekuja kupambana tupate matokeo mazuri. Baadhi ya mashabiki wa Simba waliopo Dar es Salaam pamoja na kuwa na imani na kikosi chao bado wanatamani maboresho makubwa yaendelee kufanyika kwenye kikosi hicho. Kesho watakwenda kwa wingi kuiunga mkono timu hiyo itakapocheza dhidi ya Namungo FC, huku wakiamini viongozi wao watahakikisha wanarejesha furaha ya Msimbazi. Kwa mechi yangu dhidi ya Namungo, mengi napenda kuyazungumza ukizingatia bado tunahitaji benchi la ufundi liwe zuri zaidi, kwa sababu kocha msaidizi aliyekabidhiwa timu na anahitaji kuonyesha makali yake. Hakika tutamuunga mkono kuhakikisha kwanza tunapata alama 3 muhimu zaidi ili tuweze kujiimarisha zaidi, hata kocha anayekuja akute tupe vizuri zaidi. Kingine kabisa napenda kuzungumza, mashabiki tuyunge mkono timu yetu kwa kipindi hiki kigumu ambacho inapitia dhidi ya kutokuwa na benchi la ufundi, lakini na imani kabisa viongozi wanalifanyia kazi tena kwa haraka sana mapema zaidi ili mechi ya dhidi ya Namungo twende kuisupport timu yetu na tutafanya vizuri na imani. Hatuna cha kupoteza dhidi ya hiyo mechi na tutaenda uwanjani kwa wingi na imani kabisa tiketi watu tushaanza kuzinunua, tunaenda kuishangilia timu yetu. Hatutoiangusha timu yetu kwa sababu tunajua tulipotoka, tunajua tunapokwenda. Sisi siku zote hatuwezi kuiangusha timu yetu kwa sababu tunaendelea kuipambania timu yetu. Hatuna baya na wachezaji wetu. Kila mchezaji wetu yote aliyesajiliwa msimu huu anafanya vizuri. Hakuna sehemu aliyoteteleka hata moja. Na matumaini makubwa sana na kocha wetu Suleiman Matola ambaye ni kocha wa reserve kwa muda, na natumaini kwamba atafanya vizuri katika hii mechi ya leo ya kesho. Haina shida kutokana na matukio yaliyotokea kwenye hii mechi ya juzi na hii ya ligi, kwa sababu hii ya ligi na hii ni vitu viwili tofauti. Hii ya kimataifa ilikuwa ni kwa ajili ya kwenda hatua inayofuata, na kwa Simba kwa hatua inayofuata sio shida zetu. Lakini kwa hii mechi ya kesho naamini Suleiman Matola atatusimamia vizuri, na kwa sababu tuna timu bora na tuna wachezaji ambao wana uwezo wa kupambania Simba, naamini kesho tutachukua alama 3. Mechi ni ngumu ukizingatia kwamba pia Namungo mechi iliyopita pia hajapata matokeo kuridhisha. Kwa hiyo tunaamini kwamba atakuja akiwa kamili. Pia istoshe ana kocha ambaye ni mzoefu wa ligi Juma Mgunda. Kwa hiyo tunaamini kwamba kwa mechi ya kesho itakuwa ni ngumu, lakini kutokana na kikosi chetu pia baada ya makosa ya juzi yalioonekana na Suleiman Matola karudi kwenye uwanja wa mazoezi na wachezaji wako happy, naamini watatupa ushindi. As usual, Simba tumezoea kucheza mpira wa kushambulia huku tukipossess. Unajua the best form of defending is attacking. Mnavokuwa mna attack mnajidefend wenyewe, lakini mnataka vipi? Mnavochezea mpira mnapossess wenyewe. Sisi tunataka mpira huo mpira sisi ndio asili yetu. Simba tucheze mpira wa kubahatisha wa counter attack. Sisi tunataka mpira tucheze uonekane, lakini tufunge vile vile. Sio tunacheza mpira bila kufunga. Tunatakiwa tufunge magoli, si moja wala mawili, tufunge magoli mengi. Wazee wa kichapo cha kizalendo kesho watakuwa nyumbani Meja Jenerali Samuyo saa 1 kamili za jioni kukipiga na matajiri wa jiji Azam FC. Ari na morali iliyopo kikosini inatosha kuendeleza mwanzo mzuri wa ushindani kwenye ligi, wakati huu ambapo kilikuwa na siku za kutosha za maandalizi kuelekea mchezo huo ambao kwa mujibu wa ratiba ambayo ipo mpaka hivi sasa na inayotambulika, mchezo utaanza majira ya saa 12:15 jioni. All preparation iko vizuri toka muda ambao tulitoka Costi, na tumepata almost 5 days za kujiprepare, so hakuna shida yote so far, tofauti na wachezaji ambao walipata pains kwenye mechi mbili ambazo tumecheza. Saidi Hamisi pia Maka alipata pain kwenye mechi na Coast, so wengine wote wako kwenye hali nzuri
I think leo ni siku ya mwisho kwenye preparation. Kila kitu ambacho tumejiandaa nacho I think kiko kwenye nani nzuri. Tunajua ugumu wa mechi na umuhimu wa mchezo. Kwa hiyo kwa kila mmoja ataingia kesho uwanjani kwa kufuata yale maelekezo ya mwalimu ambao anatupa katika uwanja wa mazoezi na kuhakikisha tunafuata vile ambavyo wao tupangia. Kwa pamoja kila mchezaji anajua ambition ya mechi ya kesho, tutapata ushindi inshallah. Tusalie hapo. Kocha mkuu wa Azam FC Florent Ibenge na kumbukumbu ya kuwahi kupoteza mbele ya JKT Tanzania kwenye mechi za kirafiki kabla ya kuanza kwa msimu huu wa mashindano. Kumbukumbu hiyo inamkumbusha ubora wa wapinzani wao wakati ambapo wachezaji wa matajiri hao wa jiji kwa maana ya Azam FC wanathibitisha kuwa wapo tayari kwenda kupambania nembo ya klabu hiyo. We are going to play tomorrow and we are keeping working to be as fit as possible to win this game tomorrow. Kesho tunaenda kucheza na tunaendelea kujiandaa ili kuwa tayari kadri iwezekanavyo tuweze kupata ushindi katika mchezo huu. Tulicheza dhidi ya JKT kwenye mechi ya kirafiki na tulipoteza kule Karatu. Hii inamaanisha kwamba hii ni timu nzuri na wameanza vizuri msimu huu. Wamecheza michezo miwili na wapo kule juu. Hivyo utakuwa ni mchezo mgumu kwetu sisi dhidi yao. A good team and they start very well. They play 2 games. They are in the top of the table. So it will be really difficult for us this game. Tumejiandaa vizuri. Tumefuata maelekezo ya mwalimu anapotufundisha, kwa hiyo tumeyafuata na leo tutarudi katika uwanja wa mazoezi ili kufuata maelekezo yake zaidi ili kupambana katika mchezo wa kesho na kupata matokeo inshallah. Tunajua mchezo wote ambao uko mbele yetu ni muhimu. Kwa hiyo mchezo wote ambao uko mbele yetu tutapambana ili kuipambania Azam FC na kupata alama 3 katika mchezo ambao uko mbele yetu. Kwa mchezo wote sisi tutapambana kama wachezaji, tufuate maelekezo ya mwalimu ili kufanya vizuri. Naam, wakati hayo yakiendelea, pia Azam FC imekamilisha maandalizi yake leo jioni kwenye uwanja wa Meja Jenerali Samuel kuelekea mchezo huo dhidi ya JKT Tanzania. Kama kawaida wataendelea kuwakosa wachezaji wake 4 akiwemo Adolf Mtesingwa, Shekine Diakite wanaoguza majeraha yao kwa muda hivi sasa, Aisha Manula ambaye anaumwa pamoja na Idi Selman Nado ambaye amerejea licha ya kutoanza mazoezi rasmi na kikosi hicho. Lakini wote waliosalia wanaonekana kuwa ni wenye utimamu wa mwili na akili tayari kwa ajili ya kuelekea mchezo huo. Hayo ni maandalizi ya wanarambalamba ama Azam FC kuelekea kwenye mchezo ambao utapigwa hapo kesho. Wakati hayo yakiendelea, ni kukumbusha tu kwamba hivyo ndivyo ambavyo tunakamilisha nusu saa ya kwanza ya Mshike Mshike hii leo. Nimekujuza mengi ikiwemo kilichotokea katika uwanja wa Kumbukumbu ya Sokoine pale Mbeya, lakini pia na mengine ambayo yameendelea ikiwemo maandalizi kuelekea mechi za hapo kesho za ligi kuu ya NBC. Nitakaporejea, miongoni mwa yale ambayo nitakujuza ni pamoja na haya: ligi ya mabingwa barani Ulaya kuendelea usiku huu, na Kenya The Rising Stars wamwagiwa mamilioni kukipiga na Tanzania Queens raundi ya 3 kwa nia kufuzu kombe la dunia. Ni Mshike Mshike, usiondoke. Asante kwa kuendelea kwa nasi. Huu ni Mshike Mshike. Kamati ya uchaguzi ya shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF imetangaza tarehe ya uchaguzi mkuu wa bodi ya ligi Tanzania yani TPLB ambao utafanyika Novemba 29 mwaka huu jijini Dar es Salaam. Makamu mwenyekiti wa kamati hiyo wakili Benjamin Kalume amezitaja nafasi zitakazowaniwa ikiwa ni pamoja na mchakato mzima. Tunautangazia umma wa Watanzania kuhusu uchaguzi mkuu wa bodi ya ligi ama naitu Tanzania Premium League Board. Hivyo kwa mujibu wa kanuni hiyo ambayo nimeitaja ya 10 kifungu kidogo cha kwanza, kwamba kutakuwa na uchaguzi mkuu wa bodi ya ligi na nafasi ambazo zitakazokuwa zinagombewa ni nafasi 1 kwa upande wa mwenyekiti na makamu mwenyekiti nafasi 1, na kutakuwa na wajumbe wawakilishi wa klabu za ligi NBC, ligi kuu ya NBC nafasi 3, alafu kutakuwa na wajumbe wawakilishi wa klabu
za NBC Championship nafasi 2, pamoja na wajumbe wawakilishi wa klabu za First League nafasi 1. Sasa katika uchukuaji wa fomu kuna gharama ambazo zimeainishwa kwa mujibu wa kanuni. Kwa nafasi ya mwenyekiti na makamu mwenyekiti, gharama ya kuchukua fomu ni shilingi 200,000, shilingi za Tanzania 200,000. Nafasi za wajumbe wa kamati ya uongozi, gharama yake ya kuchukua fomu ni shilingi 100,000 za Kitanzania, na fomu zitaanza kutolewa tarehe 2 mpaka tarehe 6 mwezi wa 10 2025, na zitapatikana katika ofisi za TFF pamoja na tovuti ya TFF. Kikosi cha timu ya soka ya taifa ya wanawake ya Kenya chini ya umri wa miaka 20 maarufu kama The Rising Starlets rasmi watakutana na Tanzanite Queens kutoka Tanzania katika hatua ya 3 ya kuwania kufuzu kombe la dunia mwakani nchini Poland. Kikosi hicho jana kimekabidhiwa zaidi ya shilingi milioni 18 za Kitanzania, ikiwa ni fedha za zawadi baada ya kuiondosha Ethiopia katika hatua ya 2 na kufuzu katika hatua hiyo ya 3. Katibu mkuu wa shirikisho la soka nchini Kenya FKF Harold Ndege amekabidhi fedha hizo hapo jana wakati alipotembelea timu hiyo kambini. Na baada ya hayo yote, tuangalie sasa mijadala mikubwa ya kimichezo ambayo tumekuwa nayo hii leo. Naomba nimwalike mchambuzi wa masuala ya soka Andrew Kinga Mkono kuweza kuzungumza naye mawili matatu. And mambo vipi? Safi. Tuko vizuri? Tuko vizuri. Mambo yanaenda? Kwema kabisa. Haya, bana, tumeanza kuona matukio mengi ya kimichezo ambayo yanahitaji kujadiliwa, lakini ukijaribu kuangalia, tuanzie kwanza na hili ambalo tumeligusa hapa. Tayari kikosi cha timu ya taifa ya wanawake kwa hapa Tanzania kimefanikiwa kutinga kwenye hatua inayofuata. Ni dalili nzuri pasi na shaka, pengine kama ilivyokuwa kwenye neno AFCON msimu uliopita kuanzia timu ya vijana chini ya miaka 17, 20 kwa upande wa wanaume, wanawake, mambo yakawa mengi mpaka senior team. Ni hatua kubwa kwenye soka la wanawake Tanzania ambao ni muendelezo wa wale mafanikio. Mara nyingi timu yetu ya wanawake huwa inafanya vizuri. Ishashiriki hadi sasa za vijana, imeshashiriki hadi kombe la dunia na ikafanya vizuri vile kwenye kombe la dunia kule India. Kwa hiyo nadhani huu ni muendelezo na ule msingi bora ambao umetengenezwa kwenye soka la wanawake hapa Tanzania kwa sasa. Kwa Afrika Mashariki nadhani sisi ni miongoni mwa nchi ambazo zimefanikiwa sana kwenye soka la wanawake. Ukiangalia tuna ligi ambayo rasmi, tuna timu za vijana, na Januari mwaka huu nadhani kuna timu yetu nayo ilishinda kule kwenye kombe la vijana vile vile. Kwa hiyo unaona ni muendelezo mzuri. Hata katika renki za FIFA kwa timu za wanawake, Tanzania sasa hivi inashika nafasi ya 136 wakati wapinzani wetu Kenya wako 140. Kwa hiyo haya ni matokeo ya raundi ya pili, wamepata jumla ya ushindi wa magoli 7 wakiwa hawajaruhusu goli hata moja. Yes, ni uimara wa kikosi, ni imara wa timu ambayo hii inaonyesha timu ambayo iko vizuri, wachezaji wake wameandaliwa vizuri, ndio maana wanaweza kwenda kupambana. Na kocha vile vile Bakayeshima ameendelea kuitengeneza timu yake vizuri. Uzuri kocha wetu sisi ni mmoja. Japokuwa siku ikitokea tatizo inaweza ka system nzima ikafa, kocha mmoja wa timu zote hizi anatumikia kocha yeye. Kwa hiyo nadhani ni msingi mkubwa ambao ameutengeneza, kikosi kiko imara. Kwa hiyo nadhani ni nafasi yao kubwa ya kuendelea kufanya vizuri. Haya, hii ni ratiba ya raundi ya 3 nikusomea japo kwa uchache. Tanzania dhidi ya Kenya. Tanzania ataanzia ugenini. Cameroon na Botswana, Ghana na Afrika Kusini, Uganda na Zambia, Ivory Coast na Congo DR, Misri na Benin, Nigeria na Senegal, Guinea Bissau na Malawi. Tanzania na majirani zetu. Ni mechi nzuri, japokuwa bado Tanzania tuna nafasi kubwa ya kufanya vizuri kwenye hii mechi kutokana na msingi wetu wa timu zetu za vijana na timu zetu za wanawake. Kwa hiyo hiyo inatupa sababu sisi kuendelea kushinda mechi kwa sababu mechi zitaanza kuchezwa mwezi wa pili. Kwa hiyo mpaka mwezi wa pili bado tuna nafasi kubwa ya kuandaa timu na kuendelea kufanya vizuri. Japokuwa Kenya na wenyewe umeona sasa hivi na wenyewe wameanza kuingiza nguvu kwenye soka. Wanaamua, hata umeona wametangaza zawadi nzuri, wamewapa timu kwa kupiga hiyo hatua moja. Kwa hiyo nadhani na sisi tujiandae, tusibweteke kwa sababu ya mafanikio yetu ya timu ya taifa kwamba tukasema sasa kwa sababu timu yetu ni nzuri, inafanya vizuri basi ikawa mechi rahisi kwetu. Lazima tujiandae, wachezaji waandaliwe vizuri, kambi iwe vizuri. Nadhani tuna nafasi ya kufuzu kwenda kwenye World Cup kwa mara nyingine. Sio? Haya, mechi nyingine nzito hapo nadhani 8 kwa sababu ukiangalia pia wapinzani wetu ambao tunakwenda kukutana nao
matokeo yao wao wameshinda jumla ya magoli 5 licha kwa kuna mchezo ambao aliruhusu goli baada ya sare ya 1-1 dhidi ya Ethiopia. Ndio maana nasema Kenya timu yao wanaanza kuitengeneza. Wanaanza kutengeneza timu kuanzia shule, kwenye shule zao za sekondari wanatengeneza, wanachukua vijana kule. Kwa hiyo unaona na wenyewe wanatafuta njia nzuri ya kuja kwenye soka la wanawake. Kwa hiyo nadhani nafasi yao kuendelea kuja kutupa ushindani katika kuelekea yale mafanikio, na ushindani wa Kenya na Tanzania umekuwa mkubwa katika miaka hivi karibuni. Kwa hiyo nadhani hii ni sehemu nzuri ambayo watu wataonyesha ubora wao. Kuna motisha ambazo zinatolewa, mpira milioni 18 za Tanzania. Ni nzuri kwa sababu inawafanya vijana wale waone kwamba wana sababu. Nadhani hata sisi kuna nafasi ya serikali kuiangalia timu yetu ya wanawake ya vijana kwamba imefiga hatua. So lazima tu watu wanafunga goli moja wanapewa milioni 5. Kwa nini hao wamefuzwa wasipewe kitu? Nadhani kuna nafasi kubwa ya serikali kuangalia hao vijana wakatuzwa nao wapate morali ya kuendelea kujiandaa kwa mechi zijazo. Sio? Nakumbuka Tanzania pale dada zao kuna wakati walipewa viwanja. Au sio? Wala tuko vizuri. Asante sana. Naam, shukrani sana. Ni Andrew Kinga Mkono huyo nikizungumza naye kuhusiana na uchambuzi wa michezo mikubwa ya hii leo, lakini pia matukio ya soka kwa upande wa wanawake namna ambavyo yanaendelea kuelekea mechi zinazofuata. Raundi ya 3 ni Tanzania dhidi ya Kenya. Tusubiri tu nini ambacho kitaendelea, maana mataifa haya mawili yamekuwa ni watani maeneo mbalimbali, kuanzia mitandao ya kijamii mpaka kwenye soka. Tutazame Mtibwa sasa. Baadhi ya mashabiki wa kikosi hicho kutoka kule Morogoro wameonekana kuwa na imani kubwa na timu yao msimu huu na wanaamini itakuwa na mwendelezo mzuri wenye ligi kuu ya NBC Tanzania bara. Mwisho Teresia Mwanga anaarifu zaidi kutoka huko. Mtibwa Sugar ilianza ligi kuu kwa kupoteza mchezo wake wa kwanza dhidi ya Mashujaa, lakini mchezo wa pili Mtibwa Sugar ilifanikiwa kuibuka na ushindi wa magoli 2-0 dhidi ya Fountain Gate na kuifanya Mtibwa Sugar kuondoka na alama 3. Baada ya matokeo hayo nimezungumza na mashabiki wa timu ya Mtibwa Sugar hapa Morogoro kuzungumzia kikosi wamekionaje, lakini wanaiona wapi Mtibwa Sugar kwa michezo inayofuata. Kwa sasa hivi tukiangalia kiwango cha timu yetu ya Mtibwa Sugar kiko vizuri. Hatuwezi kusema ni kibaya kwa sababu ndo tumeanza na mechi bado ni nyingi mbele. Kwa hiyo tunaendelea kuwa na matumaini kwa sababu tunaona kocha ana maarifa, mipango ni mingi kwa ajili ya kutimiza kile ambacho sisi mashabiki tunakihitaji. Kwa hiyo tunaendelea kuisupport Mtibwa na tunaona mambo mengi, mabadiliko ni makubwa. Kwa katika mechi za mbele tunaamini kwamba mabadiliko yatakuwa mengi na ushindi utakuwepo. Kiwango cha Mtibwa Sugar nilichokiona so far, nimeona Mtibwa wamekuwa na kiwango kizuri. Kwa nini kiwango kizuri ukilinganisha na misimu kadhaa iliyopita? Wamekuwa kistruggle katika mechi zile za awali, lakini kwa sasa naona kuna improvement, pamoja na kwamba walianza mchezo wa kwanza kupoteza dhidi ya kikosi cha Mashujaa, mchezo ambao walicheza ugenini, lakini naona kuna improvement kwenye mchezo wa pili ambao wamecheza nyumbani dhidi ya Fountain Gate. Kwa kiwango ambacho Mtibwa wamekionyesha kwa sasa hatuwezi kujaji kwa sababu ni mwanzo, lakini ni mwanzo mzuri kwa sababu tumeona mechi ya kwanza wamepoteza ila mechi ya pili wamepata matokeo. Lakini kikubwa ni mwalimu tu kuendelea kuchanga karata zake vizuri ili tuendelee kupata matokeo chanya. Kwa sasa Mtibwa Sugar inalazimika kucheza michezo yake ya nyumbani nje na uwanja wa Manungu Complex kutokana na uwanja wake kufanyiwa maboresho, na kwa mujibu wa taarifa ambayo nimepata kutoka kwa Tobias Kifaru, afisa habari wa timu hiyo, ni kwamba uwanja wa Manungu Complex unafanyiwa maboresho na muda si mrefu basi burudani itarejea Manungu Complex pale Turiani wilayani Mvomero. Teresia Mwanga, Azam Sports, Morogoro. Naam, naendelea kutazama Mshike. Twende break, tutarejea, usiondoke. Asante kwa kuendelea kuwa nasi. Huu ni Mshike. Tuendelee kuangazia tulionayo mezani hii leo kwa sababu tunayo mengi kwenye mwendelezo wa ligi kuu ya NBC. Lakini mbali hapo tugeukie soka la wanawake ambapo kikosi cha Wekundu Msimbazi Simba kwa upande wa wanawake yani Simba Queens kimeendelea na maandalizi ya kujiandaa kuelekea mchezo wa ngao ya jamii. Taarifa ifuatayo inafafanua zaidi. Tuna timu mpya, tuna malengo mapya pia kwenye msimu huu. Unajua mwaka jana hatukuwa mabingwa, lakini mwaka huu tuna malengo ya kuwa mabingwa na pia tuna malengo ya kwenda kucheza Champions League na kufika katika hatua za juu. Toka tumefika kikosi ni kipya, kwa tumeanza kuunganisha, tunafanya utimamu wa mwili, tunafanya mbinu hasa mbinu kwa sababu unajua Simba klabu kubwa na inahitaji mpira mzuri pamoja na matokeo, sio? Sisi tayari tuna wiki mbili hapa ndani, lakini haiwezi kuwa excuse. Siku zote tunasema pia
walimu wazuri wana adjust kutokana na mazingira. Kwa hiyo na science pia inaruhusu unaweza kupunguza muda wa mazoezi kuongeza mzigo, au kupunguza mzigo kuongeza muda wa mazoezi, kuhakikisha kuwa una maximize ile performance ndani ya muda mchache. Kwa hiyo ndani ya hizo wiki mbili ambazo tumeshafanya kazi kubwa sana na tumeshapush sana kiasi kwamba tunajua na tuko tayari kwenda kushiriki, na naamini tutakapoingia kwenye ngao ya jamii kama tulivyosema, tayari tutakuwa tuko tayari kabisa kuonyesha kile ambacho tuko nacho. Kumbusha michuano hiyo ya ngao ya jamii kwa upande wa soka la wanawake huwa inashirikisha timu 4, na kwa msimu huu Simba Queens watakuwa miongoni mwa washiriki, lakini pia Yanga Princess, mahasimu wakubwa, Mashujaa pamoja na mabingwa ambao wamekuwa kutuwakilisha kwenye michuano ya kimataifa. Hapa nawazungumzia JKT Queens, ndizo timu ambazo zitakuwa zinashiriki michuano hiyo. Tuendelee kuangazia tulionao mezani kuelekea tamasha la wana kwa ajili ya timu ya Stand United. Mwenyekiti wa tamasha hilo Chris Kakwaya amesema kuwa tayari maandalizi yamefikia hatua nzuri, hivyo wakazi wa mkoa wa Shinyanga na wapenzi wa Stand United wanakwenda kushuhudia burudani. Akizungumza na Azam Sports, Kakwaya amesema tayari uwanja umekamilika, wasanii watakaotumbuiza wote wamethibitisha kuwepo, na chama la wana watacheza dhidi ya timu ya ligi kuu, na mchezo huo utapigwa Oktoba 4 mwaka huu. Mpaka sasa leo tarehe 30 maandalizi yanakwenda vizuri. Tumeshafikia zaidi ya 75% ya maandalizi. Zimebakia siku kadhaa tu ndio ambazo tunazisubiria, kwa maana tayari sehemu pa kuchezea uwanja wa Kambarage upo katika hali ambayo ni nzuri sana, nyasi zinapendeza. Hiyo timu ya ligi kuu itakayokuja kucheza na Stand United hiyo siku itakuwa katika mazingira ambayo ni tofauti na viwanja vingine vingi, lakini pia maandalizi ya timu ambayo itakuja hapa Shinyanga kucheza dhidi ya Stand, ile mechi kubwa kabisa baada ya utambulisho, na yenyewe tayari imeshakuwa tayari, wanamalizia mechi yao ya mwisho ya ligi. Baada ya hapo ndo tuwatangaze rasmi, kwa sababu ilikuwa sio vizuri tuwatangaze wakiwa bado wana mechi ya ligi ya mwisho kabla ya kwenda kwenye international break. Kwa hiyo baada ya duru hili, mzunguko huu wa mwisho kumalizika kwenye ligi kuu, basi tutaitangaza rasmi timu ambayo itakuja katika siku ya wana. Yes. Lakini pia wasanii tofauti tayari mikataba yao iko mezani. Kwa hivyo tutakapotangaza timu tutakayocheza nayo, ndio siku tutatangaza pia A-list ya wasanii wa Bongo Flava. Watumiaji wengi wa Stand Tanzania ni wana kama tunavyosema. Kwa hiyo hata viingilio pia ni vya level ya wastani kabisa. Mzunguko utakuwa shilingi 3,000 tu, lakini pia VIP B itakuwa ni shilingi 5,000 na VIP A itakuwa ni shilingi 10,000. Ni viingilio rahisi kwa sababu unapata mbio za baiskeli. Hii mbio za baiskeli lazima tuiweke wazi, huu ni mchezo ambao unavutiwa sana hapa Shinyanga na ukanda wote wa Ziwa. Lakini tutakuwa na mechi za kirafiki, mechi 3 za utangulizi, tutakuwa na performance za wasanii, tutakuwa na DJs tofauti, lakini pia tutakuwa na mechi hiyo kubwa kabisa kati ya Stand United, timu iliyocheza playoff ya kupanda ligi kuu msimu jana, dhidi ya timu ya ligi kuu. Kwa hiyo hizo burudani zote kwa gharama hiyo ndogo, nafikiri mwenyewe unaweza ukaona kwamba mwana unakuja kuishabikia timu yako ambao ni chama la wana hiyo siku ya Jumamosi. Yes, mimi kama mwenyekiti nimejaribu kupita huku na kule kuchungulia timu ambayo Stand iliyo kwa msimu huu, yani ilivyosajili kwa msimu huu. Ni timu nzuri sana. Nimeona kuna wachezaji kutoka Simba, nimeona kuna wachezaji kutoka Namungo, nimeona kuna wachezaji kutoka Mbeya Kwanza, wachezaji kutoka Fountain Gate ya ligi kuu, nimeona kuna wachezaji kutoka Tabora United ya ligi kuu ambao nilichungulia kwa mbali. Kama mwenyekiti lazima uoversee kila eneo ili angalau hiyo siku yenyewe shughuli, basi ile atakayelipia kiingilio chake siku ya wana yes aje akiwa ameenjoy siku yake yote. Kwa hiyo nafikiri timu iko vizuri kwa kile ambacho nimekiona kwa haraka. Hata mwalimu ambaye Stand wamemchukua kwa msimu huu ni mwalimu mkubwa na experience kubwa sana. Nafikiri siku hiyo ndo atakayotangazwa na watu wote watapata nafasi ya kumfahamu. Chama la wana hao wana jambo lao Oktoba 4 mwaka huu. Nizungumze na Andrew Kinga Mkono hapa kuhusiana na mapumziko haya. Unajua kuna mapumziko ya shirikisho la kandanda duniani FIFA yatapita hapa katikati. Tumepiga mpaka round 3 kwenye ligi kuu NBC. Hatimaye tutaendelea kuanzia round ya 4. Na mechi ya kwanza itakuwa ni Oktoba 17, Fountain Gate dhidi ya Dodoma Jiji. Kuna mapumziko ya siku kadhaa hapa, ligi itarejea. Nini mtazamo wako kuhusiana na michezo hiyo kadhaa ambayo tunaiona hapo? Fountain Gate nadhani daraja lao kutumia kipindi hiki cha mapumziko kujitengeneza upya, kwa sababu timu ilikuwa na wachezaji pungufu na kwenye mechi 3 mfululizo wamepoteza mechi zao zote. Nadhani wao ndo washikilia mkia kwenye mstari. Kwa hiyo nadhani hiki break kwao ni muhimu kujiandaa kabla ya kuwavaa Dodoma, kwa sababu Dodoma nao safari wako vizuri, naona performance yao nao ni nzuri. Wana matokeo, wameshinda mechi iliyopita juzi. Kwa hiyo nadhani hata wao watakuwa wanajiandaa kuhakikisha kwamba, kwa sababu wanajua Fountain Gate wana matatizo yao ya mambo ya usajili. Nadhani kwenye hiki kipindi cha break
viongozi wa Fountain Gate walikuwa wamelikamilisha hilo ili watapoanza raundi nyingine hiyo wawe swala hili limeisha ili waje na timu nzuri. Au sio? Yes. Young Africans anarejea kumbukumbu ya Sokoine ambapo leo mambo yalikuwa ni magumu, ameng'ang'aniwa shati. Yanga akicheza na Prison tofauti na Yanga akicheza na Mbeya City. Yanga na Mbeya City siku zote mechi yao inakuwa ngumu sana. Tofauti kidogo akicheza na Prison kwao inakuwa kidogo sio haina changamoto. Japokuwa ugumu unaweza kuwepo kidogo, lakini kwa Prison ilivyoanza msimu huu imeanzia chini sana. Hawana matokeo mazuri. Kwa hiyo nadhani Yanga anaweza kwenda kujirekebisha akawapa wana Mbeya kitu ambacho wanakihitaji kutoka kwake. Kwa hiyo nawaona Yanga wakiwa na nafasi ya kujiuliza kwamba uwanja ule walikosa pointi. Waliondoka na pointi moja, lakini hapo hawatakubali kuondoka na pointi 21. Kwa hiyo nadhani Prison wajiandae zaidi kwa sababu wanajua upinzani wa Yanga watakuja nao sasa. Ukiacha hilo kuna Mzizima Derby Novemba 2 mwaka huu. Hii ndio mechi sasa. Hii ndio mechi hasa ambayo kwa katika paka raundi hii itakuwa mechi kubwa zaidi ya kutazama na ya kuvutia kwa sababu Azam Ibenge ataenda kujaribiwa kabisa kwa mara ya kwanza kwamba sasa anakutana na watu ambao wenye timu ambao wale wenzake wanaweza kuwania wote ubingwa. Kwa hiyo nadhani kwa Azam hii mechi kubwa sana na wao katika ile lengo lao la kutaka ubingwa msimu huu, hii ni mechi ya kuhakikisha kwamba wanashinda. Na Simba nao naamini kwa kipindi cha break watatafuta kocha ili wawe na kocha ambaye atakuja kuwapa kitu zaidi. Labda kama Matola atakuwa msaidizi bado, wao watatafuta kocha ambaye anakusudia lengo lao hilo la kufanya vizuri. La sivyo wasipojiangalia na jinsi walivyoanza msimu na jinsi walivyocheza michezo zao za kimataifa, hawakuanza vizuri. Simba wameonyesha mapungufu mengi. Kwa hiyo kama watakwenda hivi na hii break wasipoitumia vizuri, ina maana watawapa nafasi ya Azam kuitumia na nani kuweza kuwapata matokeo zidi yao. Au sio? Mbeya City wanarudi Dar es Salaam. Coastal Union kama Mtibwa atakuwa bado hajarejea Manungu Turiani. Coastal atarejea Jamhuri Dodoma ambapo alipoteza dhidi ya Dodoma Jiji. Yes. Na atarudi hapo tena. Yes. Ni mechi nzuri, mechi ya ushindani. Kwa umeona Mtibwa tokeo wamerudi kidogo wameanza kukaa kwenye mstari. Coastal Union wamefungwa mechi 2 mfululizo hapo, wamepotezana kidogo. Kwa hiyo nadhani na wenyewe watataka kujipanga. Nadhani hii break ni kipindi kizuri sana cha walimu kuangalia kufanya tathmini ya yale makosa ambayo waliyafanya kwenye raundi ya kwanza. Kwa hiyo ni kipindi kizuri, break itawapa na watu nafasi kuangalia makosa yao madogo madogo ili watapoanza raundi nyingine ule ushindani urejee tena upya kwa sababu msimu unaona watu wameanzia kwenye gia ya juu sana. Kwa hiyo wewe ukiwa mgonjwa watu watakupiga sana. Kwa hiyo nadhani lazima ujipange. Ukionekana kibonde kila mtu anataka piga. Kuna Singida na TRA pana mechi? Ni mechi nzuri. TRA zamani Tabora wanajitafuta na wenyewe. Wanatafuta hadi kwenye uongozi, naona wanatafuta viongozi. Kwa hiyo nadhani ile yenyewe inaweza kuwa changamoto kwa namna moja kwenye timu yao uwanjani, lakini Singida wana kikosi bora, wana kocha mzuri. Hakuna shaka kama Singida msimu wamefanya ligi itakuwa ushindani wa timu 4 kuania ubingwa. Kutoka kwenye timu 3 sasa tunakwenda na timu 4. Kwa aina ya kikosi chao na kocha na kama watu kwa na mambo mengine Singida wana timu nzuri na TRA siwaoni kama watakuja kuwasimamisha Singida ambao wana malengo makubwa ya kufanya vizuri na kuhakikisha kwamba wanaendelea kuwepo kwenye ramani ya kombe la shirikisho Afrika. Mambo ni mengi, muda ni mchache. Bana, shukrani sana. Tutapata saa mwingine wa kujadili mengi. Asante. Ni Endo Kinga Mkono, mchambuzi wa masuala ya soka, nikizungumza naye kuhusiana na yale ambayo tulikuwa nayo mezani leo, lakini nikukumbushe tu machache kati ya mengi ambayo nimekujuza kupitia mshike hii leo ni pamoja na haya. Mabingwa tetezi Young Africans washindwa kufurukuta katika dimba la kumbukumbu ya Sokoine Mbeya, waambulia alama 1. Azam FC yajifua Meja Jenerali Samuyo kukipiga na JKT Tanzania kesho, wakati Simba Sports Club wakipigia hesabu kali na Mungu FC kesho. Na ligi ya mabingwa barani Ulaya kuendelea usiku huu. Mpaka hapo niseme hatuna la ziada. Kwa niaba ya wote waliofanikisha hili, jina langu ni Kennedy Moses. Kesho nayo ni siku tutakutana hapa kwenye muendelezo wa ligi kuu NBC. Asante, uwe na usiku mwema.